Lakini uzuri pia nashukuru Mwenyezi Mungu nilishapata experience hii nilivyoenda Wydad Casablanca. Ni timu ambayo ina pressure kubwa, na katika miongoni mwa Afrika ukiongelea timu ya Wydad Casablanca ni timu kubwa ambayo mashabiki wao pia ni wakorofi na wana vibe sana. Lakini pia iliniongezea kitu pia, kwa sababu from nowhere nilipokuwa Fountain Gate ilikuwa kucheza katika pressure kubwa kama ilikuwa unapata mushkeli, lakini nilipoenda kule ikaniongezea kitu kikubwa. Lakini pia niliporudi hapa Simba ile pressure nilikuwa nishaizoea. Kwa hiyo namna yoyote unamuona Selemani huyu anayecheza hivi sasa Simba tofauti na Selemani aliyepita? Improvement iko kubwa. Ukianzia ambao kipindi nimeanza na mpaka sasa hivi improvement iko kubwa, kwa sababu kutokana na experience ambayo nimepata huko nilipoenda kucheza na nimerudi hapa pia experience ni kubwa. Kwa hiyo improvement iko kubwa sana. Mimi nataka kujua umeanza na Simba tangu mwanzo wa msimu, lakini kuna mabadiliko ya makocha yamefanyika hapa. Kocha aliyefanya kuna namna yoyote ile Simba ambayo mashabiki wanaiota, hata nyinyi wachezaji mnaiona kwa kile ambacho mnakifanya katika uwanja wa mazoezi na katika mechi? Cha kwanza, kila kocha aliyopita katika klabu ya Simba ana heshima yake ambayo aliweka katika ndani ya timu, na kila kocha amefanya kazi yake. Lakini kushirikiana na kocha Beka sasa hivi ambaye yupo sasa hivi, naamini yale matarajio ya wana Simba wote ambao walikuwa wanatarajia timu yao iwe sehemu fulani, iwe na kiwango fulani, naamini improvement wameweza kuziona baadhi ya mechi ambazo tumezicheza, na tuombe afya na uzima. Naamini kila kitu kitapoa, na ile Simba ambao wana mashabiki walikuwa wanaitamani iwepo ifike sehemu fulani, naamini itafika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Gap la pointi 5 na Dar es Salaam Africans ambaye anakalia wana Simba katika mbio za ubingwa wa ligi. Cha kwanza niwaambie wana Simba au mashabiki wa Simba wasiwe na pressure yote katika pointi 5 hizo, kwa sababu bado mechi ziko nyingi, na ukiangalia tuna mechi ya marudiano sisi na wao. Ukiangalia gap la pointi 5 tukiachilia mbali hizo mechi ambazo zimebakia, tukiangalia mechi ambayo inafuatia mechi ya marudiano, ni mechi ambayo inalazimika sisi tupate alama 3 ili katika zile alama 5 tutumbakiza alama 2. Na katika hizo alama 2 zinafutika vipi? Mechi zipo nyingi, na kama ukiona sasa hivi ligi jinsi ilivyobadilika, ligi na ushindani, timu ambazo tunazocheza nazo away nyumbani ni timu ambazo zinaleta ushindani mkubwa. Kwa hiyo naamini hizo pointi 2, hizo mechi ambazo zimebakia hizo wakazipunguza hizo alama 2, na sisi kikubwa ni kuhakikisha katika mchezo ambao tunacheza, katika mchezo wa ligi kuu ambao tunaenda kucheza, ni mechi ambayo ina lazima tupate matokeo ya alama 3. Hakuna kingine zaidi ya hapo, ili kama tukitaka kwa mabingwa lazima tuhakikishe kila mechi ambayo tunacheza tupate alama 3. Tumalize na hili la mwisho. Kila mchezaji pengine Mtanzania kila anapokuwa matamanio yake nakuja siku moja kucheza dabi. Feeling yako ilikuwa vipi mara baada ya kucheza dabi ambayo ulicheza pale visiwani Zanzibar, ambayo ilimalizika kwa sare bila kufungana? Cha kwanza nahisi Simba na Yanga ni mechi yangu ya pili. Mechi ya kwanza tulicheza mechi ya Ngao na performance, na mshukuru Mwenyezi Mungu, performance ni nzuri, japokuwa tulipoteza kwa alama moja, kwa goli moja, lakini performance ilikuwa nzuri. Na pia nashukuru Mwenyezi Mungu, pia mechi ambayo iliyoisha hapa juzi, hii mechi iliyoisha ni mechi ambayo kocha pia alikuwa tuliingia na mikakati ile mechi kwa sababu ile mechi nilianzia bench, lakini nikaingia sub, lakini performance pia nashukuru pia Mwenyezi Mungu ilikuwa kubwa, na kupelekea nilipata goli, lakini ikawa sio risk. Lakini kwa mechi huwa zinakuwa ni ugumu, lakini pia ni wewe jinsi wewe mwenyewe mchezaji ambao unavyojiandaa na kujiweka tayari katika kucheza mchezo huo. Sele, pia malengo yako kwa msimu huu, kwa maana kwamba kwenye malengo ya ufungaji bora mpaka sasa una magoli 4. Je, unapoangalia hali ya ushindani kwenye washambuliaji wenzako wanapofunga, unajiona wapi msimu huu? Ushindani ni mkubwa, kwa sababu ukiangalia anaongoza goli, ana goli 8. Anafuatia kuna goli 6, kuna goli 5, goli 4 ndio ziko nyingi, goli 3, goli 2 pia ziko nyingi, lakini mechi bado ziko nyingi, na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mechi ambazo nitapata idadi ya kucheza na nihakikishe niweze kupata goli ili kufikia malengo. Either ni hata nisipokuwa mfungaji bora, kuna zile alama au kuna zile namba ambazo nitakuwa nizifikie. Labda umeweka figa ngapi? 2 figa? Yani nimeweka maximum katika wale wafungaji bora, yani at least katika ile 5 bora au watu 4, wale wa kwanza anaongoza labda goli 20, wa pili labda goli 18, wa tatu, katika hizo namba hizo either nisikosekane. Shukrani. Asante sana.